Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China yaimarisha ushirikiano wa ukanda mmoja na njia moja, yaani BRI, na nchi washirika. Utalii wa China washika kasi huku masoko ya usiku, biashara na michezo ya milimani vikiwavutia wageni. Na mkutano wa dunia wa roboti wafungwa Beijing ukiangazia ubunifu unaolenga matumizi halisi. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa, usiondoke. Na China inaendelea kuvutia idadi kubwa ya watalii wa kimataifa wanaotembelea masoko ya usiku, vituo vya biashara na maeneo ya michezo milimani. Wageni hao pia wanavutiwa na utamaduni, maendeleo ya teknolojia na shughuli mbalimbali za burudani nchini humo. Tomo Njala ana maelezo zaidi. Idadi inayoongezeka ya watalii wa kimataifa inatembelea soko maarufu la usiku katika mji wa Yingkou, mji wa bandari ulioko kaskazini mashariki mwa China, katika mkoa wa Liaoning unaojulikana kwa vyakula vyake vya baharini vibichi, vikubwa na vya bei nafuu, hasa nyakati za jioni wakati wa majira ya kiangazi. Ili kuhudumia ongezeko la wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani, zaidi ya vibanda 170 katika soko hilo sasa vimewekewa mifumo ya malipo kwa njia ya simu, hatua inayorahisisha zaidi wageni wa kigeni kuonja vyakula vya eneo hilo. I often see Chinese night markets online and I really find it interesting. It's so lively and I really feel safe. Ongezeko la watalii wanaoingia nchini humo pia limeonekana katika takwimu za usafiri wa reli. Kwa mjibu wa takwimu rasmi, mtandao wa reli wa China ulihudumia zaidi ya safari milioni 14.9 za abiria wa kigeni kati ya Januari na Julai, ikiwa ni ongezeko la 32.5 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Msimu huu wa kiangazi, mji wa Yiwu katika mkoa wa Zhejiang mashariki mwa China, ambao ni makao ya soko kubwa zaidi duniani la jumla la bidhaa ndogo ndogo, umevutia mafuriko ya wanunuzi na watalii kutoka nje wanaotaka kugundua bidhaa za kisasa, zikiwemo roboti za teknolojia ya hali ya juu, mbwa wa kielektroniki wanaoweza kuingiliana na binadamu, pamoja na mifumo ya kizazi kipya ya mavazi ya kiufundi yanayosaidia mwili katika harakati. It's the future. That's why I came to China, honestly. I think in China you have to come every year or every few months to follow up with the technology because the technology is developing way too fast. Katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, jiji la kimataifa la biashara la Yiwu lilipokea wastani wa ziara 12,000 za wanunuzi wa kigeni kila siku, ikiwa ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Hata maeneo ya China yanayojulikana kwa shughuli za msimu wa baridi sasa yananufaika na utalii wa kiangazi. Katika kituo cha kitaifa cha kuteleza kwenye theluji cha Zhongli wilayani Zhangjiakou katika mkoa wa Hebei kaskazini mwa China, mashindano ya hivi karibuni ya baiskeli za milimani yaliyokutanisha waendesha baiskeli kutoka China, Marekani, Ufaransa, New Zealand na mataifa mengine. Kituo hicho ambacho kwa kawaida hutumia magari ya waya kuwabeba wateleza kwenye theluji wakati wa majira ya baridi, kimefanyiwa maboresho ili magari hayo yaweze kubeba baiskeli za milimani katika miezi yenye joto. I think the biggest difference is the size. This event is quite a lot bigger than anything that they have in New Zealand. It's quite a lot longer and quite a lot more races. Yeah, I think it's good. China imeendelea kupanua ushirikiano na nchi washirika kupitia mpango wa ukanda mmoja na njia moja, huku ikisisitiza ushirikiano katika sekta za miundombinu, biashara, teknolojia za kijani na kidijitali, pamoja na maendeleo yenye manufaa kwa pande zote. Na kama anavyoarifu Simiyu Njala, China inasema mpango huo umeendelea kuwa jukwaa muhimu la kukuza maendeleo ya pamoja. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2013, mpango wa ukanda mmoja na njia moja BRI ulioasisiwa na Rais Xi Jinping umeenea katika zaidi ya nchi 150 na mashirika ya kimataifa zaidi ya 30, huku China ikisema mpango huo umeendelea kuwa jukwaa muhimu la kukuza maendeleo ya pamoja.
Ushirikiano wa ukanda mmoja na njia moja si muhimu kwa China pekee, bali pia unaipa nchi mbalimbali fursa ya kunufaika na maendeleo. Ushirikiano huu unaimarisha miundombinu na biashara pamoja na kukuza ushirikiano katika teknolojia za kijani, sekta ya kidijitali na ubunifu. Lengo ni kuhakikisha nchi zinazoshiriki zinapata manufaa na kuendelea pamoja. Mfano wa mafanikio hayo unaonekana katika huduma za treni za mizigo kati ya China na Ulaya. Kuanzia Januari hadi Julai, safari 12,988 zilifanyika, ikiwa ni ongezeko la 17% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Wakati huo huo, biashara ya China na nchi washirika wa BRI iliongezeka kwa 16% katika miezi 7 ya kwanza ya mwaka. Ushirikiano pia umeongezeka katika sekta za kijani na kidijitali. Nchini Malaysia, viwanda vya mpira vinatumia algorithimu za akili bandia na roboti za viwandani kutoka China, hatua iliyopunguza gharama za uzalishaji kwa 30%. Nchini Czech Republic, kampuni za China za utengenezaji wa televisheni zimeshirikiana na zaidi ya wasambazaji 30 wa ndani katika utafiti na maendeleo, huku teknolojia ya usimamizi wa ugavi ikisaidia kuimarisha uwezo wa wazalishaji hao. China inasema itaendelea kushirikiana na nchi washirika kwa kuzingatia mashauriano mapana, mchango wa pamoja na manufaa ya pamoja ili kupanua nafasi za maendeleo na kuboresha maisha ya wananchi. This smart platform has really helped us and made our partnership much closer and stronger. We are not just a supplier anymore, we are now deeply involved in the whole industry chain. We are growing together with Chinese companies and together we're getting better and better. Mkutano wa dunia wa roboti wa mwaka huu umehitimishwa baada ya siku 5 mjini Beijing, China, ukiangazia teknolojia mpya zinazolenga kuhamisha matumizi ya roboti kutoka maabara hadi katika shughuli halisi za kila siku. Nilifuatilia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Mkutano huo uliolenga mwelekeo mpya wa teknolojia na mahitaji ya matumizi ya vitendo ulizindua teknolojia na suluhisho mpya 44 zikiwemo mifumo ya akili inayoweza kuelewa mazingira ya dunia halisi, mikono ya roboti yenye uwezo mkubwa wa kufanya kazi kwa ustadi, pamoja na vifaa vinavyoweza kunasa taarifa za mguso kwa urahisi. Aidha, mkutano huo ulizindua mipango mbalimbali muhimu, ikiwemo mpango wa maendeleo ya roboti mahiri kwa manufaa ya wote, mahitaji ya matumizi ya akili bandia inayojikita katika mazingira halisi wakati wa dharura, pamoja na mpango wa kimataifa wa kuchunguza matumizi ya roboti. Zaidi ya bidhaa 3,000 kutoka kampuni 373 za ndani na nje ya China zilionyeshwa. Kati ya hizo, bidhaa 311 ziliwasilishwa kwa umma kwa mara ya kwanza. Takriban watu 557,000 walitembelea maonyesho hayo na kujionea teknolojia mbalimbali za roboti. Mkutano huo pia uliimarisha ushirikiano katika mnyororo wa sekta ya roboti, huku waonyeshaji 40 kutoka nje ya China wakishiriki. Zaidi ya roboti na bidhaa janja zinazohusiana na teknolojia hiyo 140,000 ziliuzwa. Waonyeshaji walijikita zaidi katika ubunifu unaotokana na changamoto halisi za maeneo ya kazi. Mfumo mmoja wa uzalishaji uliounganisha akili ya roboti na mikono ya kawaida ya roboti za viwandani uliweza kuongeza kwa kasi kikubwa ufanisi na unyumbufu wa uzalishaji. Tunataka kubadilisha uzoefu wa kutatua changamoto ambazo ni ngumu hata kwa wafanyikazi wenye uzoefu mkubwa kwa mifumo, maarifa yanayoweza kufundishwa au ujuzi ambao roboti zinaweza kumudu. Ubunifu mwingine ulilenga changamoto ya uhamishaji wa mizigo katika viwanja vya ndege. Mfumo huo unaotumia mikono shirikishi ya roboti pamoja na roboti zenye mikono miwili unaweza kutambua kiotomatiki masanduku magumu na mizigo laini isiyo na umbo maalum, kisha kuishughulikia kwa njia inayofaa. Tulianza kutumia mfumo wetu katika shughuli halisi za safari za ndege katika viwanja vya ndege vya mashariki mwa China mwezi Januari mwaka huu. Baada ya kuanzisha suluhisho hili la roboti, viwanja vya ndege vilifikia ufanisi wa kushughulikia mizigo 180 kwa saa moja, na ni kiwango ambacho ni mara 2 ya kile ambacho kinaweza kufikiwa na wafanyikazi wa kawaida. Na kwingineko ni kwamba China na Kenya zinaimarisha ushirikiano wa kifedha kwa kupanua matumizi ya sarafu ya yuan katika biashara na uwekezaji. Hatua hiyo inalenga kurahisisha miamala ya kimataifa, kupunguza gharama za biashara na kuongeza fursa za uwekezaji kati ya nchi hizo mbili.
China na Kenya zinaongezea matumizi ya sarafu ya yuan katika biashara na uwekezaji ili kurahisisha miamala ya kifedha na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Zaidi ya wawakilishi 180 kutoka taasisi za fedha, mashirika ya serikali na kampuni za China walikutana mjini Nairobi kujadili namna malipo, ufadhili na miamala ya kuvuka mipaka kwa kutumia yuan yanaweza kupunguza gharama za biashara na kuongezea ufanisi wa uwekezaji. Mkutano huo uliandaliwa na Benki ya China na uliwakutanisha pia wawakilishi wa ubalozi wa China nchini Kenya, mamlaka ya uwekezaji ya Kenya, chama cha mabenki cha Kenya pamoja na benki za biashara na kampuni za China zinazofanya shughuli nchini Kenya. Yun Yi ni naibu wa meneja mkuu wa idara ya uondoaji malipo katika makao makuu ya Benki ya China. Over the past 29 years, Bank of China has actively served as an all-weather financial partner for China-Africa cooperation, providing high-quality services to both Chinese enterprises doing business here and local clients, and continuously injecting strong and stable financial momentum into Africa's economic and social development. Kadri biashara na uwekezaji kati ya China na Kenya unavyoendelea kuongezeka, kupunguza gharama za miamala ya kimataifa na kuharakisha mzunguko wa fedha kumekuwa kipaumbele kwa pande zote mbili. Mkurugenzi wa huduma za kiufundi wa chama cha mabenki nchini Kenya, Videlis Muya, anasema kwamba matumizi makubwa ya yuan yataongezea ufanisi wa biashara na kutoa fursa mpya kwa sekta ya benki nchini Kenya. For Kenya businesses, importing from China and increasing for Chinese businesses investing and operating in Kenya, the ability to settle transactions more efficiently in RMB can predominantly reduce transaction friction, improve transparency, and provide greater choice in managing foreign exchange and liquidity. For Kenyan banks, this presents an opportunity to develop and deepen capabilities around RMB payments, correspondent banking, trade finance, foreign exchange and treasury services. Mbali na biashara ya kawaida na miradi ya miundombinu, ushirikiano kati ya China na Kenya sasa unaenea katika sekta za teknolojia ya kidijitali, maendeleo ya kijani na nishati mpya. Hatua za China kuruhusu baadhi ya bidhaa za Kenya kuingia bila ushuru pia zinatarajiwa kuongezea biashara kati ya nchi hizo mbili. Mkuu wa taasisi ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara ya kimataifa na uchumi cha Shanghai, Huang Meibo, anasema kwamba matumizi ya yuan yanaweza kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani. When trade investment progress to some extent, we need kind of international currency to use for payment and settlements, right? But before, mostly we are using US dollar. Right, because US dollar is the biggest international currency in the world. But the US currency, they have some shortcoming, such as interest rate is quite high and also fluctuate. Videlis Muya anaongeza kuwa matumizi makubwa ya yuan yatawapa wafanyabiashara wa Kenya njia badala ya kufanya malipo kwa urahisi zaidi kupitia benki za ndani. The value proposition for a bank in Kenya that has an integration to the payments ecosystem in China is that you don't have to worry about carrying money, you don't have to worry about making payments. You can actually order online, make your payments online from the comfort of your house, facilitated through the local bank. Matukio ya michezo vijijini nchini China yanaendelea kuvutia maelfu ya mashabiki na kuchochea ukuaji wa sekta za utalii na biashara. Ligi na mashindano hayo sasa yanakuwa kichocheo muhimu cha maendeleo ya uchumi wa maeneo husika. Tujiunge na Zakia Pong atufahamishe zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kutoka ligi zisizo na malipo za soka na mashindano ya njia za milimani na mbio za kimsimu, matukio ya michezo ya vijijini nchini China, zaidi ya kuinua mapenzi ya michezo, yamekuwa nchi yenye nguvu kwa manunuzi ya kitamaduni na kitalii. Tangu ilipoanza mwezi Septemba mwaka jana, Yuchao imeandaa mechi kila wikendi na kuvutia watazamaji milioni 2.05 kwa ujumla na kuzidi watazamaji milioni 120 wa mtandaoni.
Mamlaka za huko zimetumia kasi hii kwa kuzindua masoko ya mashabiki, punguzo la bei kwa tiketi za utalii na kutoa mapendekezo maalum kwa mashabiki. Wakati wa vipindi vya ligi, kiwango cha maagizo ya hoteli katika miji waandaji iliongezeka kwa karibu 40%. Mapao ya migahawa iliongezeka kwa mara 2 zaidi, na matumizi ya moja kwa moja yalichochea matukio hayo kupata karibu yuan bilioni 12.3. Ligi ya mji wa Jiangsu ya mwaka 2026, ambako pia inajulikana kama Suchao, ilifunguliwa katika mji wa Changzhou na kuvutia mashabiki kutoka mkoa wa Jiangsu na nje ya mkoa huo. Raundi ya kwanza ya mechi 4 huko Changzhou, Wuxi, Lianyungang na Yangzhou ilivutia zaidi ya watazamaji 1.2 kwa jumla. Mwaka huu Suchao imeongeza ratiba yake kwa mwezi mmoja, kuongeza jumla ya mechi na kufikia 91 ili kuongeza manunuzi ya utalii. Nje ya kituo cha michezo ya Olimpiki cha Changzhou, masoko yenye mada maalum yanavutia umati wa makazi na watalii ambao hawakupata tiketi za mechi na kubadilisha siku ya michezo kuwa siku ya manunuzi. Licha ya soka, michezo mingine pia inachochea utalii wa vijijini. Shindano la njia za milimani katika kaunti ya Huishan mjini Longnan ilivutia zaidi ya wakimbiaji 4,000 wa njia hizo kutoka ndani na nje ya China. Njia hiyo inapita katika mandhari mzuri ya mashamba, vijiji vya jadi na vivutio vya asili kama milima ya Qingni na korongo la mto Jialing. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第2课，你喜欢什么运动？ Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. 美， Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali, andika pamoja nami. 起， Niambie, ipi ni sahihi? 第1个， Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Leo tutazame hadithi fupi. Tafadhali soma na ifuatishe. 2个朋友，熊猫和小猫，名字里
都有猫，它们是好朋友。熊猫个子高，小猫个子矮。我们一起去打篮球，好吗？好啊。太高了。没关系，我们一起来。太好了。好朋友一起玩，真高兴。Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.